ishini maisha ya haki, mmefufuliwa na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, yafikirini yaliyo juu, yatendeni yaliyo juu. Usifanye mambo ya ajabu ambayo watu watakushangaa, watu watasikitika kwa ajili ya maisha yako. Unaenda kukosa maadili, na kukosa maadili ni anguko kubwa sana katika maisha ya mtu, kuishi maisha ya haki. Lakini pia jambo la tatu, kumpendeza Mungu katika roho. Maadili ya kibibilia inatuelekeza sisi vijana kumpendeza Mungu katika roho. Maisha yako yampendeze Mungu. Maisha yako yasimtukane Mungu. Ukiwa shuleni, ukiwa kijijini, ukiwa kwenye mazingira yoyote, hakikisha maisha yako yanampa Mungu utukufu. Maisha yako yanamtangaza Kristo. Maisha yako yanamtangaza Mungu, Jambo la muhimu sana katika maisha yako yamtangaze Mungu. Jambo la mwisho, na nimalize, maadili ya mavazi. Na hii ndio anguko kubwa sana kwa vijana leo. Maadili ya mavazi. Mavazi ya kiume, mavazi ya mwanamke. Kuna sifa za mavazi haya kibibilia. Ukisoma kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 9, naomba msomaji, maadili ya mavazi. Rudia tena, wanawake hawajasikia. Mavazi, nidhamu au maadili ya nini jamani? Inatajwa kwa wanawake wavae mavazi yanayositiri mwili, mavazi ya heshima, na wala wasivae mavazi ya dhamani zaidi kama kujionyesha kwa watu na kujipamba kwao, isiwe kwa kusuka nywele, iwe kwa matendo mema na kumpa Mungu heshima. Hiyo ilikuwa inazungumzia maadili ya mavazi. Na hiyo ndio anguko tulionalo leo. Akina dada zangu, nani amesikia neno hili? Ni ya mchungaji au ni ya Biblia? Maadili ya nini jamani? Lakini hatuone watoto wa kike wanafaa mpaka hapa. Wapo hawapo? Na wanasali. Watoto wa kike wanapasua, wanaita nini hiyo mpasuo? Sina habari. Tafsiri sina habari gani? Nasema sina habari na Mungu. Nina habari na nani? Na dunia. Maadili ya mavazi na maadili yake. Lazima kijana wa KFPST, mavazi yenu yawe tofauti na mavazi ya ulimwengu. Ukisoma kitabu cha Rumi 12 mstari wa 2, ana msomaji hapa.
sina habari ya Mungu, ila na habari ya nani? Ya dunia. Sina habari. Tena umetunga jina mbaya sana. Sina nini? Hana habari. Maana yake hana habari ya mwili wake, mambo ni sawa. Haya si mavazi ya kusitiri mwili. Sio maadili haya. Vaa mavazi yanayositirisha mwili wako, mavazi ya heshima. Ukipita mtaani waone ni kijana aliyeokoka. Mavazi nayo yanatangaza Ukristo, yanatangaza maadili unaelelewa kanisani kwako. Ukitufanyia mavazi ya ajabu, hakuna wengine wanaita nyonga nini? Nyonga mwanamke. Inaitwa semeni. Mwanamke fanya nini? Unajua ananyongea wapi? Kuna mabasa hayana maadili. Kuna mabasa hayana nini jamani? Katoto kake kamenyonga hivi kweli. Amekaa makalio yako huku. Unawajaribu mpaka na Wakristo wenzako na ibada. Alafu nasema shetani kwa jina la Yesu. Nani shetani kati ya huyu anayekufuata na wewe? Watoto wa kike, vaeni mavazi yanayositiri mwili. Hiyo ni heshima. Katika mavazi kuna maadili. Hata ukipita mtaani waone huyu ni Mpentekoste kweli kweli. Unafanya vibaya. Soma. Ndio. Mstari wa pili. Inatosha. Wala msifuatishe nini? Mwanamke nyonga ni ya kanisani. Sina habari ni ya kanisani. Wakati kusuka nywele kunatokea, na sisi wa Pentecost tulikuwa wa shamba hatujasuka. Tulikuwa tunazuiliwa hiyo. Na tulikuwa wakati tumehubiri sana dhambi ya kusuka. Amen. Lakini ilikuwa sawa, maana ni enzi ya kipindi cha ujinga Mungu alijifanya. Kumbe sasa naona nawaambia watu wote watubie nini? Na sisi tulihubiri hivyo. Sawa. Tuliporuhusu, si wajinga wa Pentecost hawajui hata maana ya kusuka. Kumbe kusuka naye ina majina yake. Mama mchungaji akasuka, sina mume. Sina nani jamani? Sina mume. Akapita mtaani pale mjini. Jamaa waje wana alama zao. Luzi. Jina la Yesu. Alafu mbaya zaidi mchungaji anamfuata mume wake, alikuwa amechakulia kidogo. Jamaa anakimbia mbio. Samahani. Mchungaji anasema nini bwana? Namuita huyo si wewe mzee. Oya. Wewe bado unadabu, huyu ni mke wangu. Wewe nani sasa? Ametusukia sina mume. Nani mwenye kosa? Nani mwenye kosa jamaa? Sikusuka ina majira. Mimi ni mshamba mpaka leo. Kusuka sielewi, kumbe kuna mdomo wa samaki, mdomo wa pare.
na mfupa wa samaki. Unaona hiyo? Na kuna nini? Mdomo wa pare. Kwenda? Kilioni. Unasikia wachungaji kwenda Kilioni. Wanaenda kweli Kilioni, wanaomboleza. Vijana mpo? Acheni. Kuna maadili ya mavazi. Fanyeni mavazi yanayositiri mwili, yenye heshima. Hata huko unapopita waone kwamba kweli wewe ni Mkristo. Hata vijana wetu wa kiume, fanyeni mavazi yanayositiri. Siku hizo vijana wa kiume wanafanya modo, kabati ya kuzimu wanaita kabati ya chini. Kabati ya chini si kabati ya kuzimu. Ala, kamati ya kuzimu, kamati ya chini. Sasa ndugu, unapopita mtaani kwa vijana wenzako, umevaa modo, umevaa kamati ya chini, kamati chini, kamati kuzimu, na wewe ni mwimbaji wa habari njema, ni habari njema au habari mbaya? Msifuatishe namna ya dunia. Sasa Mkristo lazima, kijana wa Kikristo lazima awe tofauti na kijana wa dunia, hata kimavazi. Mavazi yako yawe tofauti na ya kwao. Useme wako iwe tofauti na ya kwao. Ndio maadili hiyo ya kibiblia. Ukiwa wa kike, ukiwa wa kiume, hata wale wanaokutazama waujue kwamba huyo si wa sisi letu. Hata ukimweka Mpentekoste hapa, amevaa kamati ya kuzimu, ukamweka na mpagani hapa, kamati ya kuzimu, ukamweka na sina habari hapa, ukamweka na mwanamke nyoka, utamtoa wapi Mkristo? Ni nani hapa? Ukiambiwa kamlete, ukamshika mkono wa Mkristo, utamshika mkono wa nani? Utamwambia huyu ni ndugu yangu huyu. Biblia inasema hivi, yaliyoko moyoni hudhihirika nje. Tunaelewana vijana? Yaani upofu wa moyo wako ndio unaodhihirisha mavazi yako. Maadili yoyote ya mavazi inategemeana na uzima wa moyo. Kama moyoni wewe ni mzima, lazima utauliza kwamba nastahili kuenenda vipi. Kuna maadili ya mavazi. Maadili ya mavazi. Hatuendi tu hivyo hivyo. Kuna maadili ya mavazi. Kuna maadili ya mavazi. Lazima uonyeshe mtu wa tofauti. Tuwapate vijana ambao wanaonyesha maadili ya tofauti. Tukikaa huko, tukichanganyikana huko, tuwafahamu kwamba hawa ni wa Yerusalemu na hawa si wa Yerusalemu. Lakini tukifanana wote, tunashindwa kutafsiri wokovu katika ulimwengu. Tunashindwa kutafsiri wokovu, na utashinda kutafsiri wokovu kwa vijana wenzako. Lazima uwe tofauti. Simame tumshukuru Mungu. Bwana Yesu